الحمد لله الذي جعل لنا مواسم للطاعات وجعلنا في كل حين من الأوقات فرصا للربح مع الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته وتكفوا الإسلام. Nakusieni kama vile ambavyo naihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye peke yake. Watukufu wa Kiislamu, sisi hivi sasa au katika mwezi huu tunaendelea kutabahar na kuogelea kwenye mwezi mtakatifu, katika miezi ambayo Allah ameitukuza katika kitabu chake kitukufu, katika miezi ambayo huitwa ni miezi ya kujikurubisha mno kwa Allah. Huambiwa ndani yake, ndani ya miezi hii, kuwa ibada inakuwa ni thawabu maradufu, na yoyote ile dhambi inakuwa ni ziada maradufu ya uovu ule. Maana kama ilivyokuwa thawabu inaongezeka kwenye malipo yake, na dhambi pia inaongezeka katika malipo ya kulipwa kwa yoyote aifanyayo dhambi ile au aifanyaye dhambi hiyo. Watukufu wa Kiislamu, tukiwa ndani ya mwezi huu Muharram, katika miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiumba na ameitukuza kati yake, mwezi katika miezi mitakatifu iliyomo ndani ya mzunguko wa mwaka mzima ambao ni miezi 12, ndani yake Allah ameitukuza miezi minne ambayo yote hii amesema ni miezi mitukufu, na tuhitajika tujikurubishe kwake kwa ibada zilizo nzuri, kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu amezungumza katika Qur'an: inna iddatash shuhuri inda Allahi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Watukufu wa Kiislamu, Allah yuwasema katika aya hii ya kuwa hakika miezi mbele ya Mwenyezi Mungu ni miezi 12 katika kitabu chake Allah, tokea siku aliyeumba mbingu na ardhi. Miongoni mwayo miezi 12 hiyo, ndani yake kuna miezi minne mitakatifu. Hiyo ndiyo dini iliyotimilifu, dhalika dinul qayyim, iliyosimama barabara, ndiyo dini inayostahili kufuatwa vilivyo. Fala tadhlimu, basi ndani ya miezi hiyo minne msizidhulumu nafsi zenu. Fala tadhlimu, msidhulumu ndani yake, fihinna anfusakum, ndani ya miezi hiyo minne nafsi zenu. Haina maana miezi 6 iliyobaki tufanye dhulma, au miezi 8 iliyobaki yote tufanye nini? Tufanye dhulma. Hapana, miezi yote haitakiwi kudhulumiana, lakini ndani ya miezi hii dhulma inazidi ubaya wake. Watukufu wa Kiislamu, tukiwa hapo, fadhambu fil ashhuril hurum a'zamu min ghairi, dhambi katika miezi mitakatifu ni kubwa mno kuliko miezi mingine yoyote ile. Wala tazidu ala ma shar'a Allahu lana, hakuna ziada yoyote kwa yale Allah ashayo tuwekea sheria ndani yake. Wala tunqas, wala hakuna mapungufu ya jambo lolote katika hayo. Watukufu wa Kiislamu, tunapoendelea kuogelea na kuendelea kuiishi miezi hii minne, ambao mwezi mmoja uko peke yake, ambao ndio huu tunaoishi nao, mwezi wa Rajab, hakika ni wajibu katika miezi hii au katika mwezi huu kama ilivyowajibu kama miezi mingine iliyobakia minane. Ni wajibu nini? Tarku dhulmu nafsi,
kuacha kuidhulumu nafsi yako mwanadamu. Nafsi yetu ina mambo mengi kama Allah alivyoizungumza kupitia ulimi wa nabii Allah Yusuf, inna nafsa la ammaratan bisu, hakika ya nafsi ndiyo inayoamrisha, ni yenye kuamrisha kiukamilifu kutenda uovu. Alisema wama ubarri'u nafsi, sitakasi nafsi yangu. Kwa nini? inna nafsa la ammaratan bisu, hakika ya nafsi ni amrisho kubwa inayopelekea amri zake kwenye kutenda uovu. Kwa hiyo ikiwa ni hivyo, basi tutakiwa tusitakase nafsi zetu juu ya kutenda dhulma ya aina yoyote katika miili yetu, ikiwemo kudhulumu kwa kuiba, kudhulumu kwa kuzini, kudhulumu kwa kusema uongo. Yote ni miili, kwa sababu ulimi ndio unaotamka umo ndani ya mwili wako. Mkono ndio unaoiba umo ndani ya mwili wako. Mguu ndio unaotembea kwenda kufanya yoyote yale yaliyo maasi au kupeleka chochote kimo ndani ya kiwiliwili chako. Ulimi ndio unaotamka kusengenya, kudanganya, kuchekesha ovyo kusiko na faida. Tumeruhusiwa kuchekeshana, tabasumu kafi wajhi akhika sadaqa. Kule kutabasamu, kumfanya ndugu yako naye akaona umemfurahia, ni sadaka. Kwa hiyo fursa za kutoa sadaka ziko nyingi sana, ikiwemo hiyo ya kumuonesha furaha na bashasha ulionayo nduguyo ulio karibu naye, uliokaa naye, uliokaa katika baraza naye, yoyote yule, ukamuonesha kuwa unafurahishwa na yake. Hivyo basi tunatakiwa tujikite katika kujishughulisha mno kutenda matendo yaliyo mazuri, ili kusudi tupate fadhili za amali ndani ya miezi hii, na pia kuepukana na kufanya shughuli zozote zile zenye kuleta ufisadi, zenye kusababisha dhulma, zenye kusababisha udanganifu na kutokuwa mwaminifu kwa wengine, ili kusudi kujiepusha na wingi wa kuandikiwa dhambi katika masiku haya. Watukufu wa Kiislamu, qala azza min qailil alim fabiqawlihi yahtadi almuhtadin فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وادعوه يستجب لكم إنه هو التواب الرحيم.